Shalom shalom mtazamaji. Hiyo ni lugha ya Kiebrania kusema amani. Kwa majina naitwa Joseph Njenga na mimi ndio nimeimba huo wimbo Kanisa Hakuna Yawe, na ningependa kuzungumza kidogo ili kuweza kujibu maswali kadha wa kadha ambao umeweza kujitokeza kuhusiana na huu wimbo. Huu wimbo umeimbwa na mtu anaitwa Ng'ang'a wa Kafari kwa lugha ya Kikuyu, na mimi nikapenda huo wimbo kwa sababu ya message ambayo iko kwa huo wimbo, ambao ni wa kweli na watu wengi hawapendi kusikia neno la kweli au hawapendi kuambiwa neno la kweli. Na sasa ningependa niweze kuingia ndani kidogo katika maandiko, tuweze kuchunguza, tuone kwa nini tunasema kanisa hakuna Mungu au kanisa hakuna Yawe. Specifically kwangu mimi, ambayo wengi wameniuliza mbona unasema kanisa hakuna Yawe? Kwa sababu wale wengi ambayo ni marafiki wangu ni wa Masihi ambao tunaamini Yawe na tunaamini Yeshua, ambayo kwa upande wa sheria Wamasihi wengi huwa wanapenda sheria za Muumba wetu. Ila sasa swali ni je, mbona ukasema kanisa hakuna Yawe? Sasa siku ya leo ningependa tuweze kuchunguza na tuweze kuona sababu ya mimi Joseph Njenga kusema kanisa hakuna Yawe. Najua Wamesia wengi huwa wanasema kusanyiko, pia kusanyiko. Mbona nasema kusanyiko hakuna Yawe kwa lugha ambayo inaeleweka? Ningependa tuende katika neno la Muumba wetu tukaweze kuchunguza ili tuweze kuona jambo hilo. Na ningependa kwanza tufahamu kwamba huu wimbo kanisa hakuna Yawe unagusia hoja ambayo ni nyeti sana, lakini yenye msingi wa kiroho na kimaandiko. Yakini kwamba makanisa mengi ya leo hayafuati njia ya kweli ya Yawe, kuonyesha kwamba kanisa kama taasisi mara nyingi imepindishwa kutoka kwa utume wa Muumba wetu kuelimisha watu kwa sababu ya maandiko na historia ya dini. Na katika somo hili tutaweza kuchunguza kwa kina jambo la kwanza, jina la Muumba wetu, ambayo watu wengi husema kwamba halistahili kutajwa, na jinsi lilivyopotoshwa na mapokeo ya wazee kule Israeli, na jinsi jambo hilo lilivyosambaa katika mataifa yote na likaondolewa katika Biblia hizi ambazo tuliletewa na Warumi. Na ni dhahiri shahiri kwamba Biblia iliandikwa katika lugha ya Kiebrania, ikaingia katika Septuagint ambayo ndiyo Kigiriki, ikaingia katika Kiingereza, na hapo ndipo maneno iliendelea kuharibika, hata ingawa katika Torah imeandikwa Yud Hei Vav Hei. Tunaona kwamba inaposomwa kule Yerusalemu na Wayahudi kadha wa kadha, wakifika kwenye hiyo Yud Hei Vav Hei ama jina la Muumba wetu YHWH kwa lugha ambayo tunaelewa kutumia alfabeti ambayo tunaelewa, tunaona kwamba
wale husema Adonai ama Bwana kama jinsi Waswahili husema, na tutaona zaidi, tutachunguza zaidi, tutaweza kuona mambo mengi. Pia tutaweza kuangalia Sabato na sheria za Yawe zilizobadilishwa, mapokeo ya dini kama vile katekism yanayotishia jina na ibada ya kweli. Tutaweza kuona hiyo katekism, jinsi ushahidi ambayo katekism inatoa kuonyesha jinsi waliweza kubadilisha sheria ya Muumba wetu, na makanisa mengi sana yakaweza kuzaliwa pale, hata kama wengi hawakubaliani na hiyo katekism. Imani ya wengi, hata Wamasihi wengi, iko katika katekism hiyo. Na tutaweza kuona ni nini maandiko ya Biblia yanasema kuhusu jina lake, amri yake na njia zake Muumba wetu, ili tuweze kupatana vizuri. Mambo yote ama msimamo wote nitaweza kutoa kulingana na maandiko, na pia nitaweza kuhitimisha na ujumbe kwa wewe msikilizaji, ila ninakuomba ukaweze kuchunguza maandiko kwa makini ili ukaweze kutoa uamuzi wako mwenyewe. Na sasa hivi ningependa na tuanze na jina la Yawe kusahaulishwa, ambayo sasa ni mapokeo ya wazee na manabii wa uongo, na sasa ikakuja kwa katekism. Jambo la kwanza tunaona ni mapokeo ya wazee ambayo ndio Talmud na kina Sanhedrin. Kulingana na Sanhedrin 90A ama Sanhedrin 90A, tunaona inasema ni kosa kutamka Shem HaMeforash, ama kwa Kiswahili jina la pekee au la kipekee la Muumba, ambayo sasa ndio wanaita Tetragrammaton, kama vile herufi zake Yud Hei Waw Hei, hata bila kuingiza vowezi kwa matumizi ya kawaida. Unasikia hata kusema hiyo Yud Hei Waw Hei kwao ni makosa kulingana na Sanhedrin 90A. Kwa mfano, maelezo ya outline of Holocaust Sanhedrin 90 yanasema he forbids the 4-letter name. Pesakim 50A forbid this also, ukisoma Pesakim 50A. Pia kwa mujibu wa Rabbi Michael Tobes, Talmud inasema kuwa kutamka jina hilo hata kwa kuambia herufi peke yake ni kosa kubwa. The prohibition to pronounce the 4 letters as one would normally pronounce these letters, even to state the names of the letter which make up that name. Sababu ya taratibu hizi ni kuheshimu jina takatifu la Muumba, na wanamuita Hashem. Hashem ni kama kusema the name ama jina. Hashem, ha kwa Kiebrania ni the, and then Shem ni jina. Kwa mfano, Talmud Yoma 39b inaonyesha kwamba baada ya kifo cha Simon mkuu wa kohani, matumizi ya jina la kipekee Yawe yalipungua kwa kiasi kikubwa. Matokeo ya kihistoria kwa vizazi, tunaona dini ya Kiyahudi yalifanya jina Yawe lisitumike kwa watu wengi. Hii ilionyesha utengano kati ya watu na jina la kipekee. Kwa hivyo ukisoma pia katika neno la Muumba wetu ambalo tutasoma, tutaona katika kitabu cha Yeremia 23. Ni vizuri niweze kukusomea 23 aya yake 26 na 27.
tutaona kwamba kuna nabii Yeremia hapa anazungumzia kuhusiana na manabii wa uongo na jinsi walivyopotosha ama kufanya jina la Muumba wetu lisahaulike na watu. 23 aya ya 26 na 27 nasema, je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe. 27 inasema, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanaomhadithia kila mtu jirani yake kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Not kwa ajili ya Baali. Ukisoma katika Hosea 2:16 katika Biblia hiyo ambayo uko naye hapo nyumbani, pale chini ukisoma maelezo ya Hosea hiyo 2:16 utaona Bwana maana yake ni Baali, ambayo sasa ukiona katika hata utakapokuwa ukisoma katika Biblia yako utapata badala ya kutumia jina Yawe utaona wanasema useme Bwana ama useme the Lord. Na hivyo hiyo the Lord ikitumika kwa ajili ya kureplace jina la Muumba wetu inakuwa ni kama Baali, kwa sababu unamlinganisha na mabwana wengi. Isaya 26 aya yake ya 13 huwa inatueleza vizuri kwamba 26:13 ya kwamba Yawe, kwa hiyo Biblia ambayo uko nayo kule inasema Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametumiliki, lakini kwa msaada wako peke yako tutalitaja jina lako. Kwa hivyo hapa tutasoma proof katika catechism ambayo itatuonyesha waliondoa Yahweh wakaandika Bwana ama the Lord ama Adonai kama jinsi ilivyokuwa imefanywa na wale wazee. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tuwe makini hadi tamati na tuweze kuandika maandiko haya. Katika kitabu cha Ayubu 19 aya yake 27 na anatumaini hapo inasema kwamba laiti maneno haya yangeandikwa vitabuni, ili unaposikia tukisema kanisa hakuna Mungu ama kanisa hakuna Yawe, hii ina apply kwa Wakristo wote na hata wamesia wengine wengi ambao wamefuata mafundisho ya huyu mwanamke ambaye ni neno linapozungumzia mwanamke linazungumzia kanisa. Kwa hivyo ninaposema huyu mwanamke namaanisha huyu mwanamke ambaye ni binti Babeli ambaye alifuata maneno haya. Kwa hivyo tutaenda sasa tuingie katika catechism, tuachane na hiyo kidogo. Kanisa Katoliki pia lina maelezo rasmi ya jinsi ya kutii jina la Mungu kwa Tetragrammaton. Katika catechism ya kanisa Katoliki tunapata inasema hivi: out of respect for the holiness of God, the people of Israel do not pronounce his name. In the reading of sacred scripture, the revealed name YHWH is replaced by the divine title Lord. Hiyo ni catechism nambari 209. Naye shiriki wa maelezo ya Vatican 2008 nasema, in liturgical celebrations the revealed name YHWH is to be translated with an equivalent of Adonai. Adonai ni kwa Kiebrania kusema Bwana au Krios. Nayo ni ya Kigiriki. Yes. Pia catechism inasema hivi, number 206 aya ya 206 inasema, in revealing his mysterious name Yahweh or YHWH, this divine name is mysterious. He is the hidden God. His name is ineffable. Hivyo ndivyo catechism inasema. Ila kisoma katika kitabu cha Isaia
Isaia 52 aya yake ya 8 inasema hivi, inasema 56:8, 56, samahani, sio 52. Inasema Bwana Mungu akusanyaye waliofukuzwa katika Israeli asema, pamoja na hayo nitamkusanyia na wengine zaidi ya hao. Samahani, ni 52 ambayo huo nasema kwamba watu wangu nimewajulisha jina langu. Samahani, ni tusome mbio mbio. Isaia ni ngapi? Na maana ya mimi kusoma hii mambo ni 42:8 Isaya inasema, mimi ni Yawe, ndilo jina langu. Isipokuwa kwa hiyo Bible imeandikwa Bwana. Na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Kwa hivyo tunaona Mungu wetu anasema jina lake atawajulisha watu wake. Hebu tusome Malaki 1:11. Malaki 1:11 huwa inatueleza hivi, Malaki 1:11, kwamba kwa maana tokea mawio ya jua hata macho yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unatolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu, katika nyimbo, katika dhabihu zote, kwa jina la Baba wetu wa mbinguni ambayo ni Yawe, ambayo tunaona wazee kina Sanhedrin walisema lisitajwe kamwe, na pia katekisimu ilikuja ikasema hivyo lisitajwe kamwe. Na miaka kidogo hapo nyuma, ukisoma katika gazeti ya 2008 shiriki wa maelezo ya Vatican, tunaona walisema kwamba usilitaje jina Yawe. Kwa hivyo tunaona jinsi kanisa inasema watu wasitaje jina la Muumba wetu, hata kama hili jina halifai kutumiwa bure hivyo, ni lazima litajwe, kwa sababu wakati unamtolea dhabihu na wakati unatii sheria yake, kwa sababu hii ni number 1 kwa the 613 law. Kulingana na jinsi wengine huwa wanasema, number 1 ni kwamba jina la Muumba wetu, jinsi ya kuitii, jinsi linatumika na mambo kama hayo. Kwa hivyo tukiendelea tumeweza kuona ni kwamba jina hili katika mataifa litatajwa na Muumba wetu. Tunaona anapokea hiyo dhabihu kutoka katika mataifa yote. Kwa hivyo hata ukisoma katika kitabu cha Zefania 3:9 utaona Muumba wetu ataweza kutusafisha lugha zetu ili tuweze kumwitia kwa jina lake hilo moja, tumtumikie kwa nia moja. Kwa hivyo tunaona matokeo ya mapokeo haya ya kanisa Katoliki katika ibada rasmi za kanisa Katoliki ama liturujia, jina la Yawe halitumiki. Baadaye badala yake tunaona wanatumia Lord ama Bwana wakati wa maombi, nyimbo na misahafu ya ibada, na pia kwa Masihi wengi na pia kwa Kristo wengi, kwa sababu kama afanyavyo mama ndivyo mtoto afanyavyo, kama jinsi pia neno linavyosema katika kitabu cha Zekaria. Mtamwambia methali hii, kama afanyavyo mama, 44:16, kitu kama hiyo. Ezekieli, hebu tusome 44:16 ama ni 16:44. Hebu tuone. Ezekieli inasema hivi,
16:44 inasema, tazama, kila mtu atumiaye methali atatumia methali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Ni dhahiri kwamba kanisa la Katoliki ndio imeweza kuzaa makanisa mengi hapa duniani, na ni kwamba kama jinsi mama alivyofanya ndivyo hata watoto wanavyofanya. Na ni heri tuweze kuwa makini kwa kila jambo ambalo tunafanya, tuwe tukichunguza maandiko, kwa sababu hata Isaia anasema vizuri katika kitabu cha Isaia kwamba tulichunguze maandiko ili tuweze kupata jibu zetu zote pale. Tusiweze kukua na watu wanategemea akili zao wenyewe, kwa sababu katika kitabu hicho cha Methali 30 yake ya 5 inasema, usiongeze wala usipunguze, kwa kuwa utaweza kuhukumiwa. Kwa hivyo hii ina maana kwamba watu wengi wa kanisa halitambui au hata hiyo jina ya Muumba wetu hawalitumii, hawalitambui, hata hawajui maana yake. Wanatumia majina mengi ambayo ni ya miungu yao katika mataifa. Ukisoma katika kitabu hicho cha Kutoka 23 aya yake ya 13, huwa inasema dhahiri ya kwamba 23:13, yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Kwa hivyo tunaona tumekatazwa kuitia majina ya miweza mingine, majina ya miungu mingine. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri tukaweze kuwa tukijua kila kitu tunafanya, tuweze kuwa tumechunguza katika maandiko na tuone kana kwamba ni kweli jinsi mambo yayo yanasemwa ndivyo alivyo. Hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 11, utaona dhahiri kwamba wale watu wa Beroa walikuwa wakisifiwa kwa sababu walikuwa wanachunguza waone, je, mambo haya yasemayo ni kweli au ni uongo. Hiyo ni mojawapo ya amri ya Muumba wetu ambayo watu wengi, hiyo ni amri ya kwanza. Mambo na jina ni amri ya kwanza, na ukiingia ndani, ila kwa wale huwa wanasema ni 10 peke yake, hizi zingine tuna ignore, up to you. Hapo utaweza kujibu mwenyewe siku ya hukumu. Kwa hivyo tukienda katika maandiko mstari huo wa 15 Kutoka, tunaona Muumba wetu anasema, hili ndilo jina langu hata milele. Kwa hivyo tunaona Muumba wetu anasema jina lake ni la milele au ni la daima. Hawezi akabadilisha jina, usikia anaitwa Ngania. No. Nayo Yeremia 3:15 pia inasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wa moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Na hapa sasa tunaona kuna maandiko ambayo Muumba wetu anafanya kuonyesha kwamba kuna ahadi ya kuweza kuwaletea watumishi ambao wataleta maneno jinsi yalivyo, kusema hapa pameharibika na hapa si pazuri na hapa tunakosea, na sio wale ambao wanataka ati mujae muambiwe vitu mnataka mtoe pesa watajirike. No. Hao ni watu ambao hata wakikuja kukuhubiria, they don't need your sadakas. Kama wengine wanakuja wanakuhubiria dakika 2. Bariki kazi ya Mungu. Tunaona hayo mambo yote yatakuja kuisha, kwa sababu Muumba wetu anasema atatupatia wachungaji wenye wa moyo wangu ambao watakuwa kinena. Tukiona kwanza Muumba wetu anaposema moyo wangu, unafaa ukimbie katika kitabu cha Ezekieli 36:26 ili uweze kutuelezea moyo wa Muumba wetu unakaaje, kwa sababu ni wengi ambao huwa wanafikiria ni ya rehema tu, lakini okay,
Wacha tusome Ezekieli 36. Tusome mstari wake wa 26 na 7. Inasema hivi: nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Kwa hivyo katika moyo huo mpya, moyo wa Muumba wetu, ndio sasa Muumba wetu anaweka roho yake. Huu sasa ndio Roho Mtakatifu na si zile za ribasaika, ribabuna, ripopo, ribashanda. No, sasa hapa hivi ni roho wa kuelewesha. Na ninaposema ribashaka, ribashanda, ripopo, ribabuna, hapa ningependa kwanza tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2 aya yake ya 7 ili tuone kwanza mbona ninapinga hiyo mambo ya ribashaka, ribabuna, ambayo wengi sasa hata wameanza kutoa nyimbo wakisema kanisa kuna Mungu, baada ya sisi kukuja na kusema hakuna. Watu sasa ni watoke katika makanisa, waingie wamtumikie Muumba wao katika sheria. Mtu kama Abrahamu alipoambiwa atoke kwa wale watu wa Babeli, aweze kuenda mahali ambapo ataonyeshwa na Muumba wetu, yeye alitoka, hakujua anaenda wapi. Kwa hivyo sasa wewe mpendwa, uko na bahati, kwa sababu njia iko ambayo ni sheria ya Muumba wetu, ambayo ndio itakufikisha katika ufalme wa Baba wetu. Ukiweza kutii sheria na ukuwe na shuhuda ya Muumba wetu, kama jinsi Ufunuo 14 yake 12 nasema ni kwamba inasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wazishika amri, number 1 amri, na kuwa na ushuhuda wa Mwokozi wetu Yeshua, ama yule ambayo wengi wanamuita Yesu. Hapa sasa wapendwa, tunaona pia Isaia 8. Hata tuanze Isaia 2 na 3 inasema kwamba neno litatoka Yerusalemu, the first thing, sio Vatican, kwa sababu wengi wamefuata amri kutoka Vatican ambayo inasema muende siku ya Jumapili, Sabato imeisha, sijui bla 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 bla. Hiyo mambo yote iko katika katekizimu yao. Kwa hivyo tunaona hapa, tuende hapo mbio mbio. Matendo ya Mitume 2 tuanzia 7 inasema, wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Pondo na Asia, Frigia na hata tuachie hapo. Tunaona wakati Roho Mtakatifu aliposhukia wale wanafunzi katika siku hiyo ya Pentekosti, the first thing, waliongea lugha inaeleweka na watu. Si hii bashaka ribabuna ambayo mnatumiwa huko, mnadanganywa, toa kitu, Roho amesema hivi, umerogwa, sijui nini, sijui tunafaa kuutoe kitu, tuweze kupanda, tubomoe sijui madhabahu tupande. Haya yote ni unyang'anyi, na ndio maana tunasema kwamba kanisa ni biashara. Haya, tuendelee na maandiko. Hiyo tumetoka hapo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tumeona kwanza Roho Mtakatifu ni nini na kwamba inamaanisha nini, na tumeona kwamba zile lugha kwanza za Roho Mtakatifu zilinena vitu ambayo watu wanaelewa. Sio kwamba ati just speaking for the sake of speaking na kujigamba ati ndio watu waone uko na roho, lakini matendo hakuna. Matendo hakuna. 27 inasema Ezekieli 36, tuanzie 26, tuanze sasa. Inasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Sasa 27, sababu ya hiyo yote ya kuweka Roho Mtakatifu ni nini? Kwa sababu wengi wanasema ndio tupelekwe na neema, ama
ama sijui ndio nini. Neno linasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Kwa hivyo hata roho hakukuja kutangua sheria. Mwokozi number 1 alipokuwa katika kitabu cha Mathayo 5 17, 18, 19, 20, soma hadi 22, usikimbilie 17 alafu uanze kutafuta tafsiri yako uondokee mambo ambayo Mwokozi alikuwa anasema. Anasema hakukuja kutangua Torati na manabii bali kutimiza. Utapata mtu ambaye anakula nguruwe akipinga Isaiah 56 yake Isaiah 66 verse 10 whatever, verse 17, samahani, Isaiah 66:17 ukiendelea pale inasema Yawe atateta na wote wenye mwili ambayo hujitakasa. Kwa sababu saizi watu wanasema tunaweza tukaombea nguruwe na tukapita naye. Wale wajitakasao wakila nyama ya nguruwe na panya. Sasa wanasema hiyo mambo ya Isaya na manabii na Torati iliisha. Kwa hivyo tufuate hao watu. Anyway, tuachane na hayo. Kwa hivyo tumeona 27 inasema nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni wa kutuwezesha kujishusha ili tuweze kutii sheria za Muumba wetu. Kwa hivyo tuachie hapo. Sasa tuende kwa mnyama ambaye alisema sasa sheria imeisha. Tuanzie pale mwanzo katika kitabu cha Danieli 7:25 ambaye tunaona neno likisema hivi. Danieli 7:25 inasema hivi. Kwa hivyo sasa tuwe makini na tuweze kuandika mambo haya ili tukaweze kuchunguza nasi tukaweze kusaidika. Hii ni ya kuweza kusaidia mwenyewe, na baada ya hapa mimi sijaitisha sadaka ya mtu. Kwa hivyo usikuwe na uoga, kaa hadi tamati. Danieli 7:25 inasema hivi. 7:25 Danieli ndio hii inasema hivi: utabiri kuhusiana na yule mpinga sheria, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati. Number 1, wakati, nyakati 2.5 wakati. Kwa hivyo hiyo ni muda wa kuteseka kwa watu, lakini tutasema hapo sana, wache tufocus na ataazimu kubadili majira na sheria. Na namba 3, atawadhoofisha watakatifu aliye juu. So hapa tunaona atabadili majira na sheria. Kuna sikukuu ambazo ni za Muumba wetu. Kuna Pasaka, kuna vibanda, kuna Pentecost na hizo zingine zote ambazo Muumba wetu alinena. Kuna mwandamo wa mwezi. Hiyo yote sasa hivi tunaambiwa ni mzigo na muachane naye. Mnasomewa Kolosai 2:16. Hiyo mambo inafutwa hivyo, na inaonekana watu wengi wamepotea sana kupitia barua zile za Paulo, kama kitabu cha Petro wa pili 3:15 na 16 inavyosema. Kwa hivyo ni watu ambao hawaelewi maandiko, wanapotosha wakiambia watu yani ukisoma hata ujumbe wa Petro ni wa kujaribu kuonyesha watu kwamba tunaweza tukaishi bila yani lawlessness. Anyway, tuachane na hapo. Sasa tumeona hapa imetabiriwa atabadili majira na sheria za Muumba wetu. Moja wapo ni Sabato ambayo iko pia katika amri, iliweza kubadiliwa. Nayo sheria nyingine ni hiyo ya kukula, nimetaja hiyo ya wanyama ambayo Muumba wetu amesema tukule hawa tusikule hawa. Na ingine ambayo ni sheria nyingine ambayo ilibadilishwa, sheria ya kulitaja jina la Muumba wetu. Amri inasema usilitaje bure, sikatai, lakini wengi wanasema lisitajwe kamwe. Itasemaje amri itasemaje usilitaje bure ikiwa huwa linatajwa? Kwa hivyo wengine wakakuja na mafundisho yao wakasema lisitajwe kamwe. Na manabii wa Muumba wetu walianza kuteswa pia. Kisoma Yeremia 20. Hata tutasoma 20. Yeremia ni 20, tuanzia yake ya 9. Inasema hivi: nami nikisema sitamtaja,
wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao, usiofungwa ndani ya mifupa yangu. Uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Yani kuna moto ndani ya moyo. Tunasikia hawa ni wahubiri ama walimu ambao wako na moyo kama wa Muumba wetu. Kwa hivyo haiwezi kapelekana, ni kama maji na mafuta. Ukisema usimtaje ama usiseme lile neno lake ambalo jinsi zinavyostahili. Pia ni vizuri tufahamu kwamba si kutaja tu jina peke yake, bali neno lile lake la kweli pia. Tunaona kwamba Yeremia anasema nami nimechoka kwa kustahimili wala siwezi kujizuilia. Yeremia anasema hawezi kujizuilia kusema neno lake, hata kutaja jina lake. Na 10 inasema sababu ya hiyo yeye kulalamika, maana nimewasikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote. Rafiki zangu wote wanaonivizia nisite usema, mshitaki nasi tutamshtaki, huenda akahadaika, nasi tutamshinda, tutalipiza kisasi kwake. 11 Lakini yawe yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa wala hawatashinda, watatayarika sana, kwa sababu hawakutenda kwa akili. Wataona aibu ya milele ambayo haitasahauliwa kamwe. Kwa hivyo tunaona hakika jina la Muumba wetu liliondolewa kabisa. Yani watu hao manabii wa uongo, kama jinsi tu Yeremia 23 anaendelea kusema kwamba manabii hawa wanasaulisha watu jina la Muumba wetu. Hata saizi ni walimu wengi sana ambao wanafundisha mambo hayo ya kina Sanhedrin, Catechism, mambo hayo ya watu. Lakini Mwokozi wetu katika kitabu cha Yohana 17 yake ya 6 anasema jina lako nalijulisha watu wale ulionipa. Na 26 hiyo 17 Yohana anaendelea kusema naliwajulisha, jina lako naliwajulisha na nitawajulisha ili pendo lako lizidi kuwa ndani yao. Na hapa si jina peke yake. Usisahau aya ya 3, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe yawe wa pekee na wa kweli, na Yahshua Masihi uliyemtuma. Hata ingawa kwa nyingi zimeandika ni Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma, ni sawa. Tuelewe kwanza topic hiyo, mambo ya jina. Muumba wetu atakuja kutusaidia kuachana na hayo majina ambayo anakataza katika kitabu cha Kutoka 23 aya yake ya 13. Kwa hivyo tunaona Mwokozi aliipata kama watu wameshasahaulishwa jina lake. Na sasa hao watu, usisahau kwamba kitu cha kushangaza, kitu ambacho kilifanya wazee waweze kutunga hiyo sheria kwamba jina lisitajwe kamwe, ni wakati walifanya makosa wakamkosea Muumba wetu. Kwanza wakapelekwa Babeli. Baada ya kupelekwa Babeli, wakaendelea tu kulitaja jina, lakini matendo ilikuwa nje kabisa. Yani wanatenda kinyume na sheria ambayo walipatiwa. Kwa hivyo sasa watu wakiangalia wanasema hawa ndio hapana, watu wanatukana jina la Muumba wetu kwa sababu ya matendo ya wale watu ambaye sasa ni walipatiwa neno kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo sasa hapo wazee wakakuja wakaona sasa hawa watu wanaagana na bado wataendelea kuagana. Sasa tufanye hivi, tuseme hawa watu wasikuwa wanataja jina kwa sababu hii jambo inafanya Muumba wetu akasirike. Sasa ikakuwa hivyo, ikakuwa kwamba ni kama kumeruhusiwa makosa iendelee kufanyika, bora watu wasitaje jina la Muumba wetu. Na hivyo ndivyo kulienda, na hivyo hata sasa ndivyo inavyofundishwa katika makanisa mengi sasa hivi. Na sasa Isaya 24 mstari wa 5 inasema hivi, 24 Isaya inasema mstari wa 5 ya kwamba
Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Wameiasi sheria. Na ukisoma by the way, Yohana, wacha tusome Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. 3 mstari wa 4 inasema hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Uasi wa nini? Wa sheria. Kwa sababu wengi wanafikiria ni uasi wa zile sheria zao ambao wametunga, sio hizo sheria za kanisa ama za nini. Kwa sababu wengi mmeondoa sheria ya Mungu wetu, jambo ambalo pia Mwokozi wetu alikemea sana katika kitabu cha Marko 7 kianzia mstari wa 7 hadi 9. Utaona kuna wale zile mafundisho ya wazee ambayo tumekuwa tukizungumzia hapa, Mwokozi alikemea sana. Na hivyo ndio sasa mapastors wengi ama wachungaji wengi wamefungua makanisa zao, wakasema sasa sisi ni watu wa neema. Yes. Unajua sababu ya Muumba wetu kuweza kumleta mwanawe ili aweze kufa ni kwa sababu yeye hakupendezwa na zile dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa kwa sababu ya dhambi ambayo watu walikuwa wanafanya, kutoa madhabihu nyingi, wanachinja. Muumba wetu hakukuwa na interest na hiyo. Muumba wetu alikuwa na haja watu waweze kutii amri zake. Kwa hivyo akakuja akamleta mwanawe. Kwanza mwanawe akakuja akaidhibitisha sheria. Akaidhibitisha, si kuitangua. Katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 5:17 endelea hadi 22. Usiachie 2017 uanze kutafutiria mambo yako ya kujipoteza ati maana yake ni nini. Hata maana yake ukielewa, ukisoma hadi 22 utaelewa maana yake vizuri. Kwa hivyo mpendwa, tunaona hapa hivi hauwezi sema kwamba unamjua kama hautii amri zake, ama hata uwezi ukajiitanisha na yeye uanze kusema neema sijui nini na hautii amri zake. Hebu tusome Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3. Inasema hivi: na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. For yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Anyway, sasa uongo ndio umejaa hii dunia yote. Watu wanasema kanisa iko Mungu, lakini mambo ambayo wanaenda kufundishwa pale ni mambo ya watu. Kwa hivyo hapa hivi ni vizuri tuchunguze. Wakisema kwamba amri hakuna, sijui sabato sijui nini, mjue hiyo ni mambo ya catechism. Catechism ilisema kwamba tumebadilisha. It is under the authority of the Roman Catholic. Catechism yenyewe inasema hivyo kwamba ni kwa mamlaka yetu kama kanisa la Katoliki ndiposa mambo haya yalifanyika. Pia Yohana 14 yake 21 Mwokozi mwenyewe alisema hivi kwamba awezaye kuzishika amri zangu ndiye anipendaye, nami nitajidhihirisha kwake. Kwa hivyo kumjua Yawe tunaona ni kutii amri zake, na ndio uzoefu wa utambulisho wa Muumba wetu, si jina peke yake. Not that. In fact, sasa nataka pia tuone kuhusiana na sabato na asili wa sheria. Biblia inaonyesha kwamba sabato ni agano la milele, si la muda tu. Ni alama ya uhusiano ya Muumba wetu na watu wake, na ndiyo amri ya 4. Katika kitabu hicho cha Danieli 7:25 tuliona utabiri unaonyesha kwamba kuna nguvu ambayo itakuja kubadilisha sheria, na vivyo hivyo katika catechism tuliona walisema jina litaweza kubadilishwa. Na
pia sabato ikaweza kubadilishwa. Hiyo ya sabato sijasoma, ila pia iko katika katekisimu hiyo ambayo sasa kanisa imefuata kanisa. Kwa hivyo ninahitimisha, ila sijajibu maswali mengi. Uko na swali hapo, uliza. Uko na fundisho hapo, kuna comment zitaulizwa hapo. Wacha tujibu watu kulingana na maandiko jinsi kulivyo. Tusikue ati tunataka mtu anataka kujitafutia wafuasi. La hasha. Mwokozi alisema enendeni katika mataifa yote na kuwafanya wanafunzi wangu. Lakini sasa hivi wengi wameweza kuwa na mafundisho yao. Hawa anasema hivi, hawa anasema hivi, na kila mtu anavuta watu kwake. Tukue na neno moja, tuweze kufuata hii neno la Mungu wetu, tuweze kufuata sheria ya Mungu wetu, na hili jambo litakuwa vizuri na la kupendeza machoni kwa Mungu wetu. Kwa hivyo ujumbe langu ni hili, mpendwa mtazamaji. Sijui ikiwa kanisa liko la kawaida linaweza kuwa halijumuishi kabisa utambulisho wa Yawe kama lilivyokusudiwa, lakini tunaweza kuwa sehemu ya watu wa Yawe tukimjua kwa jina lake, tukitii amri zake na tukirejesha heshima kwake kwa kutii sheria zake. Hiyo ndiyo imani ya kweli, si taratibu ya watu. Tuenende kwa ushuhuda na kwa sheria kama jinsi isemavyo Isaya 8 aya yake 20, na kama jinsi Ufunuo 14 yake ya 12 inavyosema, wacheni tuondoke kwa watu, tuondoke katika kuwa wafuasi wa watu, kwa sababu hukumu inakuja. Hebu tusome Ufunuo 18 aya yake ya kwanza hadi 3, inasema hivi: baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa hivyo tunaona Babeli, na hili jina Babeli tutaingia pia tuone ilitokea wapi jina Babeli, ilitajwa mara ya kwanza wapi, ndio watu muweze kuelewa mbona tunasema, ama mimi personally ninasema kanisa hakuna Yawe, watu watoke huko watii amri zake. Inasema hivi aya ya 3, kwa kuwa mataifa yote niliwaonyesha ilianzia kule Israeli, wale kadhaa wakafuata, lakini Mwokozi akawarudisha kwa njia. Sasa ikakuja Katoliki ikaweza kuisambaza huo upotovu katika dunia yote. Na sasa aya ya 3 inasema hivi, kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya usherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu ya kiburi yake. Sasa aya ya 4 iko na ujumbe. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kwa hivyo kuna vita inakuja ambayo watu watapigwa sana. Wale ambao wanasema sheria iliisha, wale ambao wameamua kufuata mafundisho ya wanadamu. Hata Isaya 66 yake 17 ambayo nilitaja, hebu tuweze kuisoma pia. Wale ambao wanakimbia kwa bustani, wanatakasa hiyo nyama, wanasema sasa saizi yote ni safi. Isaya aliona hii maneno zamani sana, na hivi ndivyo alivyosema. Isaya 66 yake 17, tusome na 18, nasema, watu wale wajitakasao na kujisafisha magalia wega, wanaombea hadi, yani si wanasemanga wanatakaza na maombi, nyuma yake aliye katikati wa kila nyama ya nguruwe na
machukizo na panya ginya beani malaria watakoma pamoja, asema Yawe. Nami nayajua matendo yao na mawazo yao, wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja nao watauona utukufu wangu. Kwa hivyo tunaona Muumba wetu anasema kwamba anapigana na vita. Hata ukianzia 16 ndio itasema mambo ya vita. Atateta na wao wote wenye mwili kwa moto na upanga. Kuna hukumu ambayo inakuja kwa wale wapinga sheria. Nasikia mmefundishwa sana, mmesomewa Warumi 14, mmeambiwa kuleni zote, na wale ambao hawakuli zote imani yao iko chini. Anyway, ni vizuri, na ndiyo posa kama ni hiyo imani, ni heri mimi niseme sijaamini. No, ni heri niseme niko na imani kidogo. Kama Warumi 14 inawaambia wale ambao hawakuli zote wanachagua kukula mboga, mimi hata kama nakula nyama, sikuli za nguruwe, sikuli zile ambazo Muumba wetu katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11 na Kumbukumbu la Torati 14 inasema ni najisi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kutofautisha hapo. Hivyo Warumi 14 inavyosema kula vyote, the way you understand it is the problem. Anyway, tuachane na hapo. Kwa hivyo tunaona ni dhahiri kwamba Muumba wetu anakuja kupigana sana na wale watu ambao wanasema hakuna sheria. Isaya 24:5 tuliona vita pia iko vita na imetabiriwa sana. Vita inakuja. Isaya 2 aya ya 3 tulisoma tukaona sheria itatoka wapi? Yerusalemu. Wacheni mambo ya Vatican, wacheni mambo ya watu hao ambao mmejisanyia, mnasema ni wachungaji, mnasema huyo ni fafa wako wa kiroho. Yes. Matthew 23:9 inasema hivi. 23:9. Wacha nisome. Mathayo 23 yake ya 9 inasema hivi. 23:9. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Haya, baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Kwa hivyo ningependa na tuelewe vizuri katika Biblia hii. Biblia hii iko na neno la Muumba wetu na iko na maneno ya watu. Kwa hivyo Biblia specifically ni kusanyiko la vitabu, makusanyo ya vitabu, makusanyiko ya vitabu. Kuna sheria, kuna mambo ambayo yametoka katika kinywa cha Muumba wetu, na kimetoka kinywa cha Muumba wetu na pia ikamfikia mwanawe. Mwanawe naye akasema 23:9 Mathayo, usimuite mtu baba duniani, maana baba yetu ni mmoja aliye mbinguni. Kuna ingine hapa Timotheo wa pili, samahani nilikuwa nimefungua kwanza. Timotheo wa pili 4:15 na 16. Ni wa kwanza, samahani. Wa kwanza, Timotheo wa kwanza 4:15 inasema vipi? Ni wa kwanza ama ni wa pili? Samahani, ni kama si hiyo Timotheo. Ni wa Korintho. Anyway, wacha ni search, ambaye inasema kwamba kuna mtu mwingine hapa amejificha, anaandika baba, anajiita baba, anaambia Timotheo, anamuita Timotheo mwanake. Anyway, wachungaji ambao wanasema this is my son, that is very big mistake.
usiseme ati kwa sababu umehubiria mtu ni mfuasi wako ama ni mtoto wako. No, that's very wrong. Na ni vizuri tuweze kuona katika maandiko, tumesoma 23:9, hakuna kuongezea wala kupunguza. Ukikuja ujitetee na hii maneno ya Paul, shauri yako Timotheo, kuna makosa ambayo ilifanyika hapa na ni vizuri tuweze kuiangalia. Samahani ni kama sioni, lakini nitaiona tu. Lakini iko hii mambo yote ya kufanya kuna mafathers kwa kanisa, kuna problem iliingia, ndio hiyo maneno itokee, ndio catechism iandikwe wameruhusu kukue na fathers, hata kama Mwokozi wetu alisema kusikue. Anyway, sitasema mengi. Mimi ni kuweza kukuachia wewe msikilizaji uweze kutafakari, uweze kuchunguza haya maandiko ambayo nimesema. Uache kushinda hapa ukihukumu ukisema kanisa kuna Mungu. Hakuna. Ati kanisa kusanyiko kuna Yawe. No, hakuna. Kama hakuna kutii hizi amri za Mungu wetu na kuenenda katika ushuhuda wa Yeshua, tukisema tu kwa mdomo, mambo hayo ni bure. Mimi nitawachia hapo. Ukiwa kuna swali, nimekukaribisha kwa maswali, na Mungu wetu aweze kukubariki kwa sababu ya kusikiliza hadi tamati. Ni mengi ningesema, lakini wacha niseme hayo kwa sasa. Tutazungumza zaidi baadaye. May Yahweh bless you and keep you, and may you have a nice and blessed Sabbath. Kwa wale ambao tunatazama siku ya leo ambayo ni ya Sabato, mbarikiwe sana.